Utaratibu ni mwepesi sana. Kama unavyofahamu KUWASA tumekuwa na taratibu, tunasema hapo awali tulikuwa na utaratibu wetu wa mteja anakuja ofisini, anapewa fomu, anajaza, badala ya hapo surveyors wanakuwa assigned, wanakwenda wanafanya survey, wakishafanya survey wanarudisha, tunatoa invoice, mteja anakwenda analipa, akishalipa anatupa siku 7 mpaka 14. Baada ya hapo tunakuwa tumemfungia huduma ya maji. Lakini kama unavyofahamu dunia inakimbia, na teknolojia imekuwa ni sehemu ya utoaji huduma. Kwa sasa kwa maana ya Wizara ya Maji, KUWASA chini ya Wizara ya Maji, sasa hivi mteja anaweza kuomba maunganisho mapya kiganjani kwa kutumia simu yake. Kabisa ikawezekana? Kabisa. Okay. Anaingia tu sehemu ambako kumeandikwa huduma.maji.go.tz. Akifika hapo anaweza kujihudumia yeye mwenyewe kwa maana ya kufuata taratibu zinazomwelekeza, kujaza viambata vinavyotakiwa kama nakala ya kitambulisho cha NIDA, pia kuwa na nakala ya kitambulisho cha mpiga kura kama anayo, moja kati ya hivi ambavyo vinatakiwa, au nakala ya barua ya utambulisho cha wa serikali ya mtaa. Kwa hiyo hahitaji tena kuja ofisini. Akitumia hii application kuingiza taarifa zake, sisi ofisini tunaona zile taarifa za mteja. Kwa hiyo ni rahisi kumwassign surveyor, anakwenda kufanya survey. Baada ya kufanya survey tunamtumia invoice yake kwenye message. Akishapata invoice yake kwenye message ambayo inakuwa na control number, analipia. Akishalipia, sisi tunafahamu kwamba ameshalipia, tunaanza kuandaa vifaa kwa ajili ya kwenda kumfungia huduma yake. Nikiri miezi kama mitatu hivi nyuma, tulikuwa na load kubwa ya wateja ambao ni kweli walikuwa wamelipia. Changamoto tuliokuwa tumekutana nayo, tulikuwa na mzabuni ambaye mzabuni yule tulikuwa na mkataba kutuletea vifaa vya maunganisho mapya. Lakini kwa bahati mbaya mzabuni yule alipata changamoto kidogo. Kama mnavyofahamu, sio vifaa vyote vinatengenezwa nchini. Kwa mfano kama mita ana import. Kwa hiyo alipata changamoto ya kuimport mita pamoja na vifaa vingine. Kwa hiyo ikatuchukua muda mrefu kidogo kupokea vile vifaa. Na ndio maana tukakumbana na kadhia ya kuwa na namba kubwa ya wateja ambao walikushalipia lakini hawakufungiwa maji. Tushukuru kwamba tulisolve ile tatizo. Na wateja wote, tulikuwa na wateja karibia 300 na kitu ambao walikuwa wamelipia, tulishawafungia maji mwezi Februari. Wateja wote ambao walikuwa wamelipia tumeshawafungia maji mwezi Februari. Na sasa mikakati yetu ikoje? Mikakati yetu kwa sasa ni kuhakikisha kabla hatujamruhusu mteja kulipia, sisi wenyewe store tuwe na vifaa timilifu ambavyo mteja akilipia tu kusiwe tena na haja ya kusubiria mzabuni atuletee vifaa. Badala yake mteja akilipia tu ni kwenda store, kutoa vifaa store na kwenda kumfungia huduma. Hicho sasa ndio mipango yetu ambayo iko tunaendelea nayo. Hivyo vifaa hakuna uwezekano nisivinunue kwenu nikaenda tu kwenye maduka kaniunganishia nikanunua kwenye maduka nayojua? Hapo awali tulikuwa na utaratibu wa miaka ya nyuma. Lakini tuliona changamoto kubwa sana. Vifaa hivi vina ubora, tunasema nini, kuna viwango vya ubora ambavyo tunavizingatia wakati wa utoaji huduma. Kwa hiyo tukitoa uholela wa kununua vifaa inatugharimu, kwa sababu unaweza kwenda kununua mpira ambao hauko kwenye viwango na tukakufungia maji, na maji yetu yana pressure. Kesho na kesho kutwa ukatuongezea namba kubwa ya mivujo, na sisi tukawa tunapata hasara. Na ndio maana kwenye swala la viungio pamoja na kwa maana ya vifaa vyote vya maunganisho mapya tunavitoa sisi, kwa sababu sisi tuna regulate ile quality ya vifaa.